karibu katika taarifa zetu za sasa, na ni baadhi tu ya kundi la JWTZ ambao wamesema wataweza kuungana na wananchi siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 ili kuandamana na kutuma ujumbe kwa serikali ya Mama Rais Daktari Samia Suluhu kuwa hawaendeshi nchi kwa njia ipasavyo. Wengi wamekuwa wakisema kuwa JWTZ wamekuwa wakiwaahidi kuwa watashirikiana nao katika maandamano, ni ikifika siku ya maandamano wanasalia nyuma. Lakini kundi hili la JWTZ wameahidi wananchi kuwa siku hiyo ya tarehe 7 mwezi wa 7 watakuwa mstari ya mbele kuandamana na wananchi wa kawaida. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambalo limeweza kusema kuwa pia nao watakuwa mstari ya mbele kuweza kuandamana licha ya serikali kusema kuwa hakutakuwa na maandamano yoyote siku hiyo, na siku hiyo itakuwa siku ya kawaida. Endelea kutuandikia maoni yako kuhusiana na hili swala nzima hapa chini. Tungependa kusikia kutoka kwako, kwa kuwa JWTZ wamesema kuwa wataweza kuungana na wananchi ili kuandamana na kutuma ujumbe kwa Rais Mama Daktari Samia Suluhu aweze kuwasikiza wananchi, aweze kumwachilia huru mwenyekiti wa chama cha Chadema, aweze kuachilia huru wale wote ambao wametekwa nyara. Ila kuna ujumbe ambao unaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Alert kama unavyoona kwenye screen yako. Chadema, ujumbe wenu huo: CCM na magenge yake wanapanga kufanya vurugu na kusingizia Chadema, na shangaa hadi JWTZ wamo ujinga mtupu. Kama unavyoona, Chadema wajulishwa wafikishwe hizi taarifa na umma kwa ujumla. Bashite na kiongozi wamepokea shehena kubwa za sare za Chadema na kusambazwa Dar, Arusha, Mwanza na Mbeya. Ila Chama cha Mapinduzi lina mpango la kuchafulia Chama cha Demokrasia na Maendeleo jina, na kuwa wanapanga kupea viongozi wa Chadema siku hiyo ya tarehe 7 mwezi wa 7 kesi ya uhaini ambayo yatakuwa yamefanywa na viongozi hawa. Kumbuka serikali ya Mama Samia Suluhu imekuwa ikitishwa ama ikitishika kwa kuwa wamekuwa wakiweka, kama unavyoona kwenye screen yako, maskari kila mahali na kulinda usalama wa nchi. Wengi wakitaja kuwa Samia anaogopa nini? Samia anaogopa nini kutoka kwa wananchi, kwa kuwa wameweza kutangaza siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 itakuwa siku ya Tanzania kutingizika, kwa kuwa Mama Samia hataamini yale ambayo yataweza kutendeka na maandamano ambayo yamepangwa. Wamesema wananchi na wanaharakati na watetezi wa haki za kibinadamu wamesema kuwa siku hiyo hawatatishwa na wataingia barabarani kuandamana na kutuma ujumbe kwa Mama Rais Daktari Samia Suluhu aweze kusalimisha amri, aweze kumwondoa Tundu Lissu gerezani, na pia katiba mpya iweze kupatikana na iweze kupitishwa bungeni, na wale wote ambao wametekwa nyara akiwemo Humphrey Polepole waweze kuachiliwa huru. Je, utatokea siku hiyo ya tarehe 7 mwezi wa 7? Tuandikie maoni yako, tungependa kusikia kutoka kwako. Kwa nini utatokea hiyo siku? Ama kama hautatokea pia tungependa kujua ni sababu zipi zitakufanya usiweze kutokea barabarani na kuandamana. Kumbuka ujumbe ambao wananchi wamesema watapitisha siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 ni kuwa wanataka katiba mpya, na pia kiongozi wa Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Tundu Lissu aweze kuachiliwa huru. Viongozi wote wa upinzani wapewe nafasi ya kujieleza bila kushikwa na kubandikiwa kesi za uhaini, na pia vyombo vya habari vipewe uhuru wa kujieleza, kwa kuwa kumekuwa na sifa ya vyombo vya habari kuogopa kuzungumzia matakwa ya siasa, hasa yale ambayo zingira upande wa Mama Rais Daktari Samia Suluhu na ni hasi. Maoni yako ni yapi? Tuandikie hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.